Vijana 7 wavamiwa na watu wasiojulikana katika maeneo ya Jumbi Ipa, jambo ambalo liliwasababishia kuporwa simu zao pamoja na watatu kupata majeraha. Asam Online TV imefika na kuzungumza na naibu sheha wa shehia ya Uwandani, ndugu Aisha Simba, pamoja na vijana hao namna ya kitendo hicho kilichotokezea. Mnamo tarehe 7 ilikuwa ni Jumanne saa 5:30 usiku. Maana walifika watu ambao hatuwafahamu wakiwa na pikipiki, wapo watu watatu. Wakashuka na pikipiki. Baada ya kushuka na pikipiki wakanifuata mimi ambapo nilikuwa nimekaa, ambapo ninaishi ni nje, nilikuwa nimekaa na simu yangu. Walikuwa wanataka kunihoji kitu fulani hivi. Kwa hapo namna yao wakataka kama kunifanyia unyang'anyi wa nini wa simu. Kwa baada ya kutaka kunifanyia unyang'anyi wa simu, mimi nikagutuka hicho kitu na kuanza kuwaita wenzangu ndani kuwa jamani, tumevamiwa hapo, jamani, majambazi. Kwa hapo ndipo watu wakaanza kuamka na wale jamaa wakaanza shambulio la mapanga, makoleo na visu, kuanza kujeruhi baadhi ya watu, na mimi mmoja wapo ambao nilivimba mkono. Kwa wakaanza kufanya na unyang'anyi wa simu karibia 8 ziliondoka hapo ndani. Kwa baada ya hiyo tukio, katika kujitetea kwetu kuwakimbiza hivi na hivi, wakadondosha simu yao ndogo. Kwa jinsi ya hivyo tukio lilivyokuwa hivi. Baada ya kutokea ile tukio, usiku huo tukaenda kuripoti kituo cha polisi, tukaandikisha kila kitu, tukawakabidhi na ile simu ambayo walikuwa wameidondosha simu yao. Kwa na polisi ndipo wakaanza kusema kwamba wakatupa PF3 ambao baadhi ya watu watatu tulikuwa tumepata majeraha, ili tuende kuripoti kituo cha tuende hospitali. Mmoja wao kwa sura anafahamika kwa sababu nilikuwa naye face to face wakati anataka kama kuniuliza swali fulani. Nikiwa nimepumzika maeneo ya pale, nikasikia kelele ya jamaa watatu ambao walikuwa wamekuja pikipiki wakiwa na zozana na mwenzangu aliyekuwa amekaa hapa anaongea ana simu. Nikaja nikaamka. Nilipoamka nikawauliza shida gani? Wakaniambia kwamba huyu hapa anatujibu ovyo, sijui hivi na hivi. Nikamwambia hivi na hivi ni nini? Wakaniambia anatuzingua. Akatoka hapo na nani? Akatoka hapa sasa akaenda kwenye pikipiki kule. Kwenda kwenye pikipiki akachukua panga na mwingine koleo. Huyu akiwa ameingia ndani kwenda kuwapa taarifa wenzake kwamba hapa tumeingiliwa na watu ambao tusiowafahamu. Basi mimi nikawaambia hapa, jamani, huyu bwana mdogo achane naye, basi kama amekosea basi mwacheni, sababu nini bwana mdogo. Wakasema hakuna sio na nini, unasemaje hivi na hivi. Sasa na mimi nikaingia ndani. Kuingia ndani wakaja na mapanga, na wenzetu wakiwa wameshalala tayari. Kulingana na shughuli zetu ambazo tunazofanya, sisi tunafanya mambo ya isolation, mambo ya wifi, tunasambaza mkoa huu wote wa Zanzibar. Kwa hiyo sasa wakawa wamechoka, watu wamelala. Wale jamaa wakaja na tochi na makoleo na mapanga na visu. Wakawa namulika mmoja mmoja akimpiga, wakimwambia kaa pale. Akinuka anampiga kaa pale. Basi tukakaa wote kwa pamoja. Tukawa kwa pamoja, wakawa katupiga, wakachukua simu zetu na pesa akaweza kufanyaje? Kuchukua. Mmoja wetu akahangaika akachukua mkanda, sababu wale jamaa walikuwa bado wanahangaika na sisi kuendelea kutupiga na kuhitaji vitu vingine ambavyo wanaona kwamba wataweza kuvipata katika eneo lili huko ambako tunakoishi. Huyu mmoja akachukua mkanda akarusha, yule jamaa akafanyaje? Akatoroka, akakimbia, akatoka mlangoni. Kutoka mlangoni tukabidi tufanyaje? Tuwakimbize. Tulivyowakimbiza, mmoja akadondosha simu. Alivyodondosha simu, mimi nikafukuzia kule nikiita mwizi. Tukafikia hapo tukarudi. Tukasema uamuzi ni nini? Tukasema hapa inabidi twende kituo cha polisi. Tukaweza kwenda kituo cha polisi. Fika pale tukaelezea juu ya tukio ambalo lililotupata kwamba watu watatu walikuja na machepeo na panga na visu.
basi tukaweza kuandika maelezo ambayo ya tukio ambayo yaliweza kufanyaje kutupata sisi. Askari wakasema kwamba hakuna shida, tutafanyia uchunguzi. Tukasema sawa. Sisi tukarudi hapa. Tulivyorudi asubuhi yake tukaenda kwa mjumbe kumweleza ili tukio ambalo lilotupata sisi. Mjumbe akasema sawa, nitafuatilia, sababu hapa ninaonekana matukio mengi yanafanyika. Kuna mtu ameporwa simu, mwingine amejeruhiwa. Kwa hiyo eneo hili kwamba sasa hivi inaonekana kwamba kuna uhalifu ambao unaofanyika. Kwa hiyo tunaomba viongozi waliopo kuna jamii nao tuzunguka watusaidie kukemea tukio kama hilo ili tuweze kuwa na amani hata tunapofanya kazi zetu. Hili tukio limetokea kweli. Ilikuwa tarehe 7 ya saa 5, walipita vijana hapa na pikipiki watatu. Hasa mmoja alikuwepo hapa nje anachezea simu. Kuna mmoja huyo alikuwa akapakiwa akashuka, akamfuata huyo alikuwa akichezea simu. Akamuuliza, "Wewe vipi hapa?" Baada ya kuuliza hivyo akampiga bapa la panga. Huyo kijana akakimbilia ndani. Ukimbilia ndani tena hapo ikawa ndo kikiri. Huyo mmoja akaamurika kwenye macho hawaoni. Wanapigwa mabapa ya mapanga, kuna mmoja akakatwa mkono. Baada ya hapo tena wakahana jinsi, wakaporwa kiasi simu 6. Zikaondoka na 32,000 kama hivyo. Nilivyowahoji. Baada ya kupata hilo tukio ndo akatoka wakaenda kituo cha polisi na kupewa pen free na kuelekea hospitali. Vijana naomba tu wajishughulishe na kazi mbalimbali, maana kazi zipo nyingi za ujenzi na vijana wengi sasa hivi wanajishirikisha na bodaboda. Mambo ya wizi ni mabaya, au watafute biashara yoyote wafanye. So kukuta watu wamekaa wamestarehe na starehe zao, kuwapora simu na kuasi vizuri. Unapotembea njiani, kuwa na tahadhari na simu yako uliyokuwa nayo mkononi, kwa sababu hili si la kwanza wala si la pili. Na taarifa natoa kwenye jamii. Jamani, kuranda mwisho saa 4, kila mmoja awe na utulivu kwake, na vijana zaidi hawa na vyuo au watembea kwa miguu wote wale wanapenda kuwa na touch njiani, anapita anachezea simu, na haja jamaa ndo anapopata nafasi ya kuchukua simu. Kwa hivyo wawe na tahadhari hiyo, asisubiri mpaka uongozi uwe beneti nao.